Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Risalatul Jamia, tunafika katika mlango wa hija. Asema mwenye kitabu, amma alhajju, ama hija fa huwa khamis arkani alislam, nao ni tano katika nguzo za Uislamu. Wa huwa fardun ala kulli muslimin, na faradhi kwa kila muislamu, mukallafin aliyekalifishwa na sheria, hurran muungwana. Mukallaf ni mtu ambaye kwamba ni baligh aqil. Ukibalighi na ukawa na akili tayari umekuwa ni mukallaf. Fakadha al-umratu, na vile vile umra, fil umri, katika maisha, maratan, mara moja, bisharti al-istita'ati, kwa sharti ya kuweza. Hija na umra ni faradhi pale unapokuwa na uwezo wa kwenda hija na kwenda umra. Wa hiya, na uwezo, an yamlika, ni amiliki mtu, ma yahtaju ilayhi, kile anachokihitajia, fi safarihi, katika safari yake, al-haji, kwenda haji, dhahaban, kwenda, wa iyaban, na kurudi. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, na matumizi ya yule ambaye kwamba inamlazimu kwake matumizi yake, ila rujuihi, mpaka wakati wa kurudi. Istitaa ni kuweza kumiliki cha kupeleka hija na kurejea mpaka kurudi, na matumizi ya wale watu ambao kwamba wanalazimika kuwalisha, nao ni watu sampuli tatu. Kwanza ni alfar'u, tandu ambao kwamba ni watoto wako. Kisha ni al-aslu, wazazi wawili. Kisha ni mke pamoja na mtumwa. Lazima watu wanne utaweza kuwalisha, kuwawekea chakula na mahitaji yao kiasi cha kwenda hija na kurudi. Ukiwa nacho sasa cha kuzidi cha kufikisha hija, ndio uende hija. Wa amalul haji thalathatu ashya, na matendo ama amali zinazofanywa katika hija ziko sampuli tatu. Arkanun, kuna nguzo, wa wajibatun, na kuna wajib, wa sunanun, na sunna. Na masala ya arkan na wajib katika masala ya ibada zote tunaposoma kama madhhabu ya Imam Shafi'i, rukni ndio hiyo wajib, na wajib ndio hiyo rukni, isipokuwa katika mlango wa hija peke yake wajib ni kando na rukni ni kando. Wa yustahabbu, na vile vile pendekezwa, an yakula ma'a dhalika, aseme wakati wa kutiania, nawaitul hajja, na nuia hija, au al-umrata, au nanuia umra, wa haramtu bihi lillahi ta'ala, nimehirimia kwa ibada hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nia, tumesema nia mahala pake ni moyoni. Sunna kutamkania ni katika hija na umra pekee yake, katika ibada zingine si sunna mtu kutamka nia. Wala yasihu al-ihramu bil hajji, wala yasihi kuhirimia hija illa fi ashhurihi, isipokuwa katika miezi yake. Wa hiya, nayo Shawwalun, ni Shawwal, wa Dhulqa'dah, na Dhulqa'dah, wal 10 Dhulhijja, na masiku 10 ya Dhulhijja, mfungo mosi, mfungo pili, na siku 10 za mfungo tatu. Wa akhiruha, na mwisho wa masiku ya hija, tulu'u fajri lailatul nahri, ni kuchomoza alfajiri ya usiku wa kutinda. Wa baqi al-arkani, na baki ya nguzo, alwuqufu bi Arafata, ni kusimama Arafa, wa tawafu al-ifadati, na tawafu ya ifadha, tawafu ya hija, wa sa'yu, na kusa'i kwenda baina Safa na Marwa, wal halqu, na kunyoa, au taksiru, au kupunguza. Miongoni mwa arkani za hija baada ya kumaliza amali za hija ni unyoe au upunguze nywele. Wa arkanul umrati, na nguzo za umra, hiya arkanul haji, ni zile nguzo za haji, illa alwuqufa, isipokuwa kusimama Arafa, falaysa minha, sio katika miongoni mwa arkani za umra. Wayajibu, na yapasa, litawafi, kwa ajili ya kutufu, satrul awrati, kustiri tupu, na auratul rajuli ma baina surrati warukba, mwanamume tupu yake ni baina ya kitovu na magoti, na mwanamke ni jamiu badaniha, nasi walwajhi walkaffain. Wat-taharatu min alhadathain, na kutahirika kama na hadathi mbili, hadathi kubwa na hadathi ndogo. Wa min an-najasati, na kutahirika kama na najisi, uwe nguo yako, mwili wako, na ile mahali unapotawafu iwe ni tahara, hakuna najisi. Wa yakuna sab'a tawafatin, na ziwe ni tawafu 7, fil masjidi, katika msikiti, uwe ndani ya msikiti, wal baitu an yasari, na nyumba na al-Kaaba iko upande wake wa kushoto. Wa huwa kharijun anhu, na yule mwenye kuhiji awe uko nje ya al-Kaaba, hautakiwi kuwa ndani ya al-Kaaba, wala hata nguo yako kuingia ndani ya al-Kaaba ama kukaa juu ya ukuta wa al-Kaaba. Takana kila kitu chako kiko nje ya al-Kaaba ndio ufanye tawafu.
Wayajibu na yapasa an yakuna sa'yu 7, iwe sa'i ni 7, uhakikishe umefanya sa'i 7. Wa ba'da tawafi, na vile vile iwe baada ya kutufu. Wa an yabda bi safa, na ande safa, wa yakhtima bil marwata, na amalize marwa. Unapoanza safa, unapofika marwa ni sa'i ya kwanza, utakapo marwa ukirudi tena safa ni ya pili. Wa wajibatul haji, na mambo kwamba analazimu ni wajibu katika hija, al-ihram min al-miqat, ni kuhirimia utamanna miqat. Kuhirimia yenyewe ni rukni, lakini kuhirimia kwenye miqati ni wajibu. Na miqati ni mahala ambazo kwamba kila watu au kila upande wanajua. Kuna wengine ambao kwamba ni Lamlam, kuna ambao kwamba wako kila mahali. Ukienda kule unaoneshwa, nyinyi mnatoka mahali fulani, miqati yenu ni hapa, nyinyi miqati yenu ni hapa. Kwa hiyo inatakana wewe utahirimia katika miqati yako. Wal mabitu bi Muzdalifa lailatan nahri, na kulala Muzdalifa usiku wa Idi. Wal mabitu lailatat tashriqi, na kulala siku za misikita, zile siku 3 baada Idi. Bimina, kulala Mina. Warami, na kuatilia majiwe. Wa tawaful wada'i, na tawafu ya kuaga. Tawafu ya kuaga ni unapotaka kutoka Maka uende ukafanya tawafu kama tawafu ya kawaida, kwa nia kwamba ni tawaful wada'i. Wa amma sunanu, ama sunna, fa kullu ma si al arkani wal wajibat, ni kila ambayo kwamba si nguzo wala si wajibu. Faman taraka ruknan lam yasihha hajju, mtu akiata nguzo hija yake haisihi. Wala yahillu min ihrami hatta yati bihi, wala hafunguki na ihramu yake mpaka ilete ile nguzo. Wala yajburuhu damun wala ghayru, wala haimuungie damu wala kitu kingine. Damu ama ijbar ni kwamba mfano katika swala umesahau kitu, unasujudu sijidatu sahwi kwa ile ya ijbar ya kile ambacho umekisahau. Na katika hija ijbar yake ni damu au ni kulisha ama zile ambazo kwamba zimepangiwa mahsus, lakini nguzo haina ijbari yoyote, ni lazima uitekeleze. Wa thalathatu min al-arkani, na nguzo 3 la tafutuhu maadama hayyan, hana udhuru nazo za kumpita maadamu uko hai. Ushaenda hija, hizi haziwezi kukupita maadamu ushahirimia hija. Wa hiya tawafu, nayo ni kutufu. Hukupata kutufu ni ukae mpaka upate nafasi ya kutufu, ama baadaye urudi tena hija. Wa sa'yu, na kusai. Wal halqu, na kunyoa au taksir. Wa man taraka shay'an min alwajibat, na mwenye kuata kitu katika wajib, sahha hajjuhu, hija yake itasihi. Lazima udamun, itamlazimu yeye atoe damu, afanye ijbari ya damu. Alayhi ithmun in lam yu'dhar, na atapata madhambi ikiwa hakupewa udhuru wale kuata kwake. Wa man taraka shay'an min as-sunan, mwenye kuata kitu katika sunna, fala shay'an alayhi, hana lolote, hana damu, hana kuregelea, hana kufanya chochote. Walakin tafutuhu alfadilatu, lakini itampita yeye ama atakosa fadla na thawabu kubwa. Na hii ndio sunna. Sunna unapoiacha hupati madhambi, lakini umekosa kitu kikubwa, umekosa fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahrumu satru ra'si, wa yahrumuna, ni haramu satru ra'si ar-rajuli, kustiri kitu kwa mwanamume, wajhu al-mar'ati, na uso wa mwanamke, al-muhrimain wal muhrimia wawili. Mwanamume ni haramu kustiri kichwa chake, na mwanamke ni haramu kustiri uso wake, au baadhima, au baadhi ya uso au kitu. Hata kama ni baadhi, ukaweka kitu tu kama shilingi tu yula kitu ama katika uso kwa ajili ya kujistiri, ama kwa pasina dharura yote ambapo kwamba sheria inaruhusu, itakuwa umefanya jambo la haramu. Wa izalatu dhufri, na kukata kucha. Wa sha'ri, na kukata nyele. Wa duhuni sha'ri rasi, wa dahnu sha'ri rasi, na kupaka nyele mafuta nyele za kichwa. Wa lihiyati, na kupaka mafuta ndevu. Wa tatayubi, na kupaka manuketo, mafuta kunuka vizuri. Jamii albadani, mwili mzima. Hata kula chakula ambapo kwamba kina manuketo pia ni haramu. Wa yahrumu aqdun nikahi, ni haramu kufunga nikaha. Na wanazuoni wanasema nikaha yenyewe haipiti, hata ukiozeshwa au ukiozesha ile nikaha ni batil, haijapita. Waljimaa, ni haramu kuundama. Muqaddimatuhu, na vitangulizi vya kuundama. Wa itlafu kulli hayawanin barri, na kuharibu ama kumuua mnyama wa barani, wahshiyin, wa mwituni. Mnyama ambao kama wanchikavu, barrin wa mchikavu, wahshiyin wa mwituni, maakuli, mwenye kuliwa.
Walmar'atu, na mwanamke, karrajuli, kama mwanamume, fil muharramati, katika mambo ya kuharamishwa. Hapa mlango wa hija umeisha. Tukome, tumuombe Mwenyezi Mungu, alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.